Bana, Iran inaendelea kuonesha ulimwengu kwamba hilo ni taifa ambalo lina umuhimu sana duniani, na kuonesha kwamba Iran ni taifa ambalo lina umuhimu. Tumeona tayari mataifa mbalimbali duniani yameanza kutangaza kupanda kwa bei za mafuta katika maeneo yao, na kwa Tanzania tumeona wamesema mafuta yanatarajiwa kupanda kwa 13%, na leo ni Jumatano ya mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo tayari bei za mafuta zitatangazwa au zitakuwa tayari zimeshatangazwa kulingana na kadri ambavyo huwa inatangazwa na mamlaka ambayo inahusika na masuala ya utangazaji wa mafuta, kwa maana ya EWURA, ambao hawa ndio wanaodhibiti. Sasa kumekuwa na ripoti nyingi sana juu ya Iran kutangaza kwamba wameufunga rasmi ule mlango wa Hormuz ambao umekuwa ukitumika katika usafirishaji wa meli za mafuta kwenda katika maeneo mbalimbali duniani. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba Iran wenyewe wametangaza, wamesema kwamba meli za China peke yake ndizo ambazo zinaruhusiwa kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, na wakasema hiyo ni shukrani kutokana na msaada ambao wameutoa wa China kwenda kwa Iran. Na wanasema meli zote zimezuiliwa kupita katika mlango huo, na zikijaribu zitakutana na mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi kutoka kwa taifa hilo la Iran. Kwa hiyo hali hii imepelekea ulimwengu kuingia kwenye crisis au kwenye mtanziko wa kiuchumi, hasa katika idara ya mafuta. Na kwa hivi sasa dunia inategemea milango kama vile Strait of Malacca, mlango wa Malacca ambao unazalisha takribani au unapitisha takribani mapipa milioni 23.7, lakini pia wanategemea mlango wa Suez Canal ambao yanapitisha mapipa kama milioni 8.8, lakini pia ule mlango wa Bab el Mandeb ambao unapitisha mapipa kama milioni 8.6 kwa siku, lakini pia Cape of Good Hope inapitisha mapipa kama milioni 6 kamili, lakini Danish Strait, mlango wa Danish unapitisha mapipa milioni 4.9, lakini pia mlango kutoka Uturuki unapitisha mapipa milioni 3.4, na mlango wa Panama unapitisha mapipa kama milioni 2.1, na hii ni yanapitishwa mapipa hayo kwa siku moja. Sasa Iran kupitia katika mlango wa Hormuz yenyewe inapitisha mapipa milioni 20.9 kwa siku moja, ambayo yanakuwa yamebeba kwenye meli mbalimbali. Sasa Iran imetangaza kwamba imezuia mtu yoyote ile kupitisha mafuta au kupitisha meli zake katika huo mlango wa Hormuz, na mtu pekee ambaye amepewa hilo gap ni taifa la China, kwamba sasa wa China ndio watakao kuwa wana uwezo wa kupitisha mafuta katika eneo hilo. Sasa kimsingi kumekuwa na taarifa nyingi sana ambazo zinaelezea kuhusiana na kile ambacho kinafanywa na Iran. Iran ni moja kati ya taifa ambalo si tu ni wazalishaji wazuri wa mafuta pamoja na gas, lakini pia taifa hilo kupitia mlango huo wa Hormuz umekuwa ukitumika kwenye kupitisha meli nyingi sana ambazo zinasambaza mafuta au zinachukua mafuta na kuyapeleka katika mataifa mbalimbali duniani, kiasi kwamba kitendo cha wao kusema hawataruhusu mtu yoyote kupitisha mafuta pale, maana yake ni pigo kubwa sana, ni pigo la kidunia. Kwa hiyo Iran sasa hivi wanatupiga, yani ni kama wanaipiga dunia nzima. Na wanaipiga dunia nzima kwa maana gani? Kwenye swala la silaha kwa silaha, huko ndo tunakutana na Israel, Marekani na wale mataifa yote ambayo ni washirika wa Marekani ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini kwenye swala la vita ambayo tunasema ni vita isiyo ya moja kwa moja, indirect war, ndo hiyo sasa ambao na sisi tunaanza kupigana, na tunalazimika kupigana. Mafuta yakipanda, kila bidhaa itapanda duniani, na hili ndilo ambalo litapelekea dunia iuone ubaya wa mgogoro kuanzishwa na Marekani dhidi ya taifa la Iran. Na wa Iran wenyewe wamezungumza wakasema hawapoi. Wamesema wao watahakikisha wanaendelea kufanya operation zao na watalenga maeneo nyeti ya Marekani, maeneo nyeti ya Israel mpaka pale watakapokuwa wamekamilisha adhima yao, kama ambavyo ilitolewa
imetolewa hiyo tamko na kiongozi ambaye ametangulia mbele za haki kwa maana ya Ayatollah Ali Khamenei. Na leo tunapozungumza tarehe 4 mwezi wa 3 ni kwamba kutakuwa kuna hafla ya kuwawezesha wananchi kumwaga kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye aliuawa, na Wairani wanasema ameuawa kiushahidi, na itaanza katika msikiti wa Imam Khomeini mjini Teheran, na itaanza usiku wa leo tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2026. Na Baraza la Uratibu wa Maendeleo ya Kiislamu limetangaza kuwa hafla hiyo itaanza majira saa 4 kamili usiku wa leo na itaendelea kwa muda wa siku 3 mfululizo, ambapo raia wa kule Iran na wengine ambao wanatoka mataifa rafiki na wengine watakuwa wanafika kule kwa ajili ya kuaga mwili wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Kwa mujibu wa mkuu wa baraza hilo, maandalizi ya mazishi ya Ayatollah Said Ali Khamenei yanaendelea kufanyika vizuri, na kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ifahamike aliuawa kishahidi katika shambulizi la pamoja la Marekani na Israel ambalo lililenga ofisi yake iliyopo mjini Teheran siku ya Jumamosi. Na baraza la mawaziri la Iran limetangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kishahidi cha Ayatollah Khamenei. Kujibu uchokozi wa Marekani na Israel ambao pia umesababisha kuuawa kwa makamanda kadhaa waandamizi wa kijeshi na mamia ya raia, Iran walianzisha hiyo operation ambayo inafahamika True Promise 4, ahadi ya kweli sehemu ya 4, na wanatekeleza mashambulizi makubwa ya makombora na droni dhidi ya malengo ya Israel na kambi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na wamesema wao wataenda mbali zaidi. Kwa hiyo hili ni moja kati ya eneo ambalo sasa hivi linagonga headline, na of course Iran wanauonesha ulimwengu kwamba wanayo nia ya dhati ya kulipiza kisasi, na operation ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni imeendelea. Jana Jumanne imefanyika mashambulizi makubwa. Leo Jumatano tunapozungumza kuna mashambulizi mengi yanafanywa na Iran kwenye maeneo mbalimbali, lakini vikosi vya jeshi la taifa hilo pia vimeendelea kulenga na kushambulia shabaha zaidi za adui katika hiyo operation True Promise 4 ambayo ilianzia kufuatia hayo mashambulizi ya Marekani. Na kwa mjibu wa msemaji wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya, vikosi vya jeshi la Iran vimetoa mapigo makali na yenye kuumiza kwa kambi za adui pamoja na vituo vyake nyeti na vituo vya kimkakati katika eneo hilo. Mapema siku hiyo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC walitangaza kuanzishwa kwa awamu ya 16 ya operation hiyo, ambapo kikosi cha anga za juu cha IRGC kimetekeleza mashambulizi makubwa ya makombora na drone dhidi ya malengo katika maeneo ambayo yanakaliwa kimabavu na Israel. Na operation ahadi ya kweli sehemu ya 4 inaashiria hatua madhubuti na majibu ya vikosi vya kijeshi vya Iran dhidi ya kile ambacho kinaelezwa kuwa ni uchokozi ambao unaendelea wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya taifa hilo huru la Iran. Sasa tuweke nukta hapa moja ili kuonesha namna ambavyo Iran wamejizatiti. Iran wameapa kwamba wao watahakikisha wanafanya kila linalowezekana kuhakikisha mipango waliokuwa nayo yote inakamilika, ikiwemo huo mpango wa huo mlango wa Hormuz kufungwa, na wakisema iwapo yeyote atajaribu kupitisha asiyekuwa na kibali kutoka Iran basi atapigwa. Na ifahamike, unapoutaja mlango wa Hormuz kama ambavyo niliwaambia kule kwenye ripoti awali, ni kwamba ni moja kati ya mlango muhimu sana duniani kwa sababu usafirishaji wa mafuta umekuwa ukitumika kupitia mlango huo. Na kwa nini unakuwa ni muhimu? Na nimewatajia kwamba kuna milango mingine ambayo inaweza kutumika kwenye kusafirisha hayo mafuta. Iko hivi: mlango huu unaunganisha wazalishaji wakubwa wa mafuta wa Ghuba ya Uajemi kama Saudi Arabia, Iran, Iraq pamoja na falme za Kiarabu na Ghuba ya Oman pamoja na bahari ya Arabia, ambao hao kwa pamoja, kwa umoja wao, ndio ambao wana control dunia kwenye idara ya mafuta. Sasa kufungwa kwa njia hiyo kunachochewa na haya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran tarehe 28 ambayo yanadaiwa kulenga kiongozi wa kule Iran. Na kwa kujibu mashambulizi hayo, nimewaambia Marekani wenyewe wanajutia maamuzi ambao waliyafanya kwa sababu Iran imefanya mashambulizi kwenye maeneo zaidi ya 10. Sasa Iran yenyewe imesema imelazimika sasa kuonesha ulimwengu kwamba wao yani nje ya dunia inavyowafikiria,
ila dunia inawahitaji sana wa Iran kuliko wa Iran ambavyo wanahitaji dunia. Na ifahamike takriban 20% ya matumizi ya kila siku ya mafuta duniani huwa inapita katika huo mlango wa Hormuz ambao una upana wa takriban kilomita 33 katika sehemu yake nyembamba zaidi. Unaweza ukajiuliza, unapozungumza mahitaji ya dunia ambapo mafuta yanapita kwa 20%, maana yake ni kwamba mafuta yanapita hapo mengi sana. Na masoko ya mafuta yamekuwa yakifuatilia kwa karibu mvutano kati ya Tehran na mahasimu wake wa muda mrefu, Marekani na Israel, kwa hofu kwamba mzozo wa wazi unaweza ukavuruga usambazaji wa mafuta na kuyumbisha usalama wa kieneo. Hata hiyo pia inajiri wakati usafirishaji wa kimataifa wa majini ukiwa tayari umekumbwa na misukosuko ambayo inahusishwa na mashambulizi ya drone na makombora ambayo yametekelezwa na wanamgambo wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran, ambao tangu kuzuka kwa vita Gaza mwaka 2023 wamekuwa wakilenga meli katika bahari ya Sham ya Ghuba ya Aden. Kwa hiyo ndugu zangu, kujipanga kisaikolojia ni jambo la msingi sana. Hao jamaa wako serious na hiyo biashara. Na kwa nini wako serious na hiyo biashara? Ni kwa sababu kama wametangaza wa Iran watashambulia meli yeyote ile ambayo inaweza ikawa inatembea katika eneo hilo. Tumeona tarehe 3 Iran IRGC walisema wameshambulia meli ambayo ilikuwa ina mafuta ambayo inahusishwa na Marekani kwenye mlango wa Hormuz kama sehemu ya wimbi la mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia Marekani na Israeli kuanzisha hayo mashambulizi. Na IRGC walisema meli ya mafuta ambayo inafahamika kama Eighth Nova ambayo inatajwa kuwa ni mshirika wa Marekani iliteketea kwa moto baada ya kupigwa na droni 2 kutoka kule Iran. Sasa hili ni moja kati ya jambo ambalo ni hatari sana. Iran pia tumeona imerusha makombora ya ballistic ambayo yana madhara makubwa kuelekea Israel, hasa katika nchi pia za Kiarabu, nchi za Ghuba ambazo zimekuwa zikihifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani. Qatar, Kuwait, United Arab Emirates na wenyewe ni miongoni mwa watu ambao wamepata hayo madhara ya moja kwa moja. Sasa swali la msingi hapa ambalo linabaki ni je, sisi kama taifa ambalo pengine tulikuwa tunajiona si sehemu ya watu ambao wanahusika katika vita hivi, tunaweza tukazungumza nini? Tayari yameshatangazwa matangazo hayo. Swali la msingi ambalo linabaki hapa kubwa zaidi ni je, tutatoboa kama Iran atasema mafuta hayawezi kupita katika mlango huo? Je, yale mataifa ambayo yapo katika hiyo Ghuba, Saudi Arabia, sijui Iran yenyewe, Iraq, United Emirates Arab na hiyo Ghuba ya Oman pamoja na bahari ya Arabia, kama watashindwa sasa kupitisha hayo mafuta, na mzozo huu wamesema ni mzozo ambao unaweza ukadumu kwa muda mrefu zaidi, nani ambaye mnadhani anafanikiwa katika vita hivi? Yani niliongea na ndugu zangu Team Russia kwenye group letu lile la Team Russia, nikasema tukiongelea kwenye swala la Marekani kumuua kiongozi au kuua viongozi wa Iran kwenye hilo eneo, Marekani wamefanikiwa kwa 100% kwa sababu wamefanikiwa pia kumuondoa kiongozi mkuu katika taifa hilo. Lakini kiongozi mkuu mwenyewe alikuwa ameshasema kwamba yeye yuko tayari, hawezi kujificha kwa sababu kuna raia wanakufa. Kutoka msingi ambao ikawa imebaki ambao pia iko pending ni Marekani amepata madhara makubwa sana kwenye maeneo ambayo yeye alikuwa anayategemea na alikuwa nadhani maeneo hayo hayawezi yakaguswa. Mfano, ukienda kwenye ile base ya kule Al Udeid kule Qatar, moja ya base ambayo wanasema ilikuwa imefanyiwa uwekezaji wa hali ya juu sana, ulinzi wa kutosha, na yenyewe imepigwa, imeshambuliwa, imeharibika sana. Ukienda huko Riyadh unakutana na mashambulizi makubwa, balozi zinashambuliwa na mambo mengine. Ukienda huko Kuwait, uende huko Dubai, uende wapi, kote huko Iran wamefanya mashambulizi, na mashambulizi hayo sio mashambulizi madogo, ni mashambulizi makubwa sana. Kwa hiyo katika muktadha wa kufuatilia mambo ya geopolitics, utagundua kwamba kwenye hii operation ambayo inaendelea, Iran amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, tofauti na Marekani ambavyo inaeleza kwamba wamefanikiwa sijui kushambulia maeneo ya Iran. Wakisema wa Marekani wamefanikiwa kuua viongozi wa Iran, that's fact, iko true kabisa kwamba wamefanikiwa kuua viongozi wa Iran, na huu tunaweza tukasema ni uzembe wa moja kwa moja wa either kama ni jeshi la Iran au kama ni wanamapinduzi wa Iran kushindwa kulinda viongozi wao. Lakini kwenye swala la madhara ya moja kwa moja ambayo yanahusiana na kile ambacho Marekani walitangaza kwamba ndicho wanachokihitaji kubadilisha sijui regime, kuharibu sijui miundombinu ya Iran, katika eneo hilo Marekani bado ameblow mapigo, kwa sababu Iran alifanikiwa kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kwenye mataifa yote ambayo ni hasimu wake au mataifa yote ambayo ni washirika wa hilo taifa la Marekani.
tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi, tujue nini hasa ambacho kinaendelea, ikiwa leo ni siku ya 5 kutokea tarehe 28, tuone nini ambacho kinaendelea hasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.